Katika hatua inayoweza kuandika upya historia ya ulinzi wa anga wa Ulaya na Marekani, NATO imechagua mfumo wa Global Eye uliotengenezwa na Saab kwa ushirikiano na Bombardier kuwa mrithi wa ndege za ufuatiliaji wa anga za muungano huo. Uamuzi huu unatarajiwa kubadilisha kabisa muundo wa uangalizi wa anga wa NATO ambao kwa zaidi ya miongo minne umekuwa ukitegemea mifumo ya Marekani. Ikiwa utathibitishwa rasmi, itakuwa mara ya kwanza tangu mwaka 1982 ambapo NATO haitatumia jukwaa la Boeing kama msingi wa mfumo wake wa AWACS. Kwa zaidi ya miaka 40, ndege ya Boeing E-3A Sentry imekuwa nguzo ya ulinzi wa anga wa NATO, ikitoa uwezo wa tahadhari ya mapema, ufuatiliaji wa anga na uratibu wa operesheni za kijeshi. Lakini kadri mazingira ya vita yalivyobadilika, kuibuka kwa makombora ya kisasa, vita vya kielektroniki na mahitaji ya ufuatiliaji wa wakati halisi, mfumo huo ulianza kuonekana kuwa wa zamani na wenye gharama kubwa za uendeshaji. Hii ilifungua mjadala mpana ndani ya NATO kuhusu mustakabali wa ufuatiliaji wa anga. Awali, NATO ilikuwa imeelekea kumteua Boeing E-7A Wedgetail kama mrithi rasmi wa Sentry bila ushindani wa wazi. Hata hivyo, mpango huo ulianza kuyumba kutokana na mabadiliko ya kimkakati ndani ya Marekani. Mwaka 2025, United States Air Force iliondoa Wedgetail katika mpango wake wa bajeti ya mwaka 2026, ikieleza changamoto kadhaa ikiwemo ucheleweshaji wa uzalishaji, ongezeko la gharama na mashaka kuhusu uwezo wa kuishi katika mazingira ya vita vya kisasa vyenye ushindani mkubwa wa anga na mifumo ya ulinzi wa adui. Hatua hiyo ilikuwa na athari kubwa kwa washirika wa NATO, kwani iliondoa msingi wa uamuzi wa pamoja uliokuwa umeshapitishwa awali, na baada ya hapo mradi wa Wedgetail ndani ya Ulaya ulifutwa rasmi kufikia mwisho wa mwaka 2025. Mrithi aliyechaguliwa Global Eye ni mfumo wa kizazi kipya unaojengwa juu ya jukwaa la ndege ya biashara ya Bombardier Global 60000, lakini ukiwa umeboreshwa kwa matumizi ya kijeshi ya hali ya juu. Kiini cha mfumo huo ni rada ya RI Extended Range AESA inayowezesha ufuatiliaji wa anga, bahari na ardhi kwa wakati mmoja, uwezo wa kugundua malengo kwa umbali unaozidi kilomita 5500, uchambuzi wa hali ya uwanja wa vita kwa muda halisi na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira ya vita vya kielektroniki, yani electronic warfare. Kwa mujibu wa wataalamu wa ulinzi, mfumo huu hauwezi kuonekana kama AWACS ya kawaida, bali ni jukwaa la kisasa la Multi-Domain Awareness System. Kulingana na makadirio ya NATO Support and Procurement Agency, mpango huu unahusisha ununuzi wa ndege 10 hadi 12, gharama ya takribani euro milioni 550 kwa kila ndege, na jumla ya mradi inayozidi euro bilioni 5 kabla ya matengenezo na mafunzo. Mradi huu pia unahitaji miundombinu mipya ya uendeshaji, mafunzo ya wafanyakazi na mfumo wa ushirikiano wa data kati ya nchi wanachama. Uamuzi wa NATO umefungua mlango wa mabadiliko makubwa ndani ya Ulaya, ambapo nchi kuu zinaanza kuchukua nafasi tofauti kulingana na maslahi yao ya kiulinzi na kiuchumi. Ufaransa imekuwa ya kwanza kuchukua hatua kwa kusaini makubaliano ya awali ya ununuzi wa Global Eye. Hii inaonyesha dhamira ya Paris ya kuimarisha uwezo wake wa ufuatiliaji wa anga kupitia teknolojia ya Ulaya, sambamba na kupunguza utegemezi kwa mifumo ya nje. Ujerumani kwa upande wake inaonyesha msimamo wa tahadhari lakini wenye uzito wa kimkakati. Berlin bado haijafanya uamuzi wa mwisho, lakini inakiri kuwa mabadiliko ya mazingira ya usalama barani Ulaya yanaifanya Global Eye kuwa chaguo lenye mvutano mkubwa kwa mfumo wake wa baadaye wa ulinzi wa anga. Poland inaweka msukumo mkubwa zaidi upande wa mashariki wa NATO, ikisisitiza kwamba hatari za kiusalama katika ukanda wake zinahitaji uwezo wa haraka wa ufuatiliaji wa anga wenye usahihi wa hali ya juu.
Netherlands inasisitiza zaidi mwelekeo wa kiuchumi na viwanda, ikihimiza kwamba mpito huu wa teknolojia ya ulinzi uwe chachu ya kuimarisha viwanda vya kijeshi na Ulaya badala ya kuendelea kutegemea wazalishaji wa nje. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanasema uamuzi huu unaashiria mabadiliko makubwa ya kimkakati, ikiwemo kupungua kwa utegemezi wa Ulaya kwa Marekani katika mifumo ya uangalizi wa anga, kuimarika kwa viwanda vya ulinzi vya Ulaya na kuibuka kwa ushindani mpya wa teknolojia ya kijeshi duniani. Pia unaonekana kama sehemu ya mwelekeo mpana wa strategic autonomy, ambapo Ulaya inajitahidi kuwa na uwezo wake wa kujilinda bila kutegemea kikamilifu washirika wa nje. NATO inalenga Global Eye kuanza operesheni kamili ifikapo mwaka 2031 au mapema zaidi. Hapo ndipo mfumo mpya utakapochukua rasmi nafasi ya Sentry kama jicho la anga la muungano huo, kwani uamuzi wa NATO si tu wa kubadilisha ndege ya kijeshi, bali ni mabadiliko ya falsafa ya ulinzi wa dunia ya Magharibi. Global Eye inawakilisha kizazi kipya cha uangalizi wa anga, ambapo taarifa, kasi na uwezo wa kuona mapema vinakuwa silaha kuu kuliko nguvu ya jadi. Na katika enzi hii mpya, ushindi haupimwi kwa ukubwa wa silaha, bali kwa uwezo wa kuona kwanza. Katika hatua nyingine, shirika la ujasusi wa kijeshi la MIVD limetoa tathmini kali inayobadilisha mjadala wa usalama wa Ulaya, likionya kwamba Russia inaweza kuwa tayari kuanzisha mgogoro wa kijeshi wa kikanda dhidi ya NATO ndani ya mwaka mmoja baada ya kumalizika kwa vita vya Ukraine. Ripoti hiyo inaeleza kuwa Moscow haijiandai kwa vita vya moja kwa moja vya ushindi dhidi ya NATO, bali inafuata mkakati wa shinikizo la kisiasa na kijeshi unaolenga kuvuruga umoja wa muungano huo kupitia migogoro midogo ya mipaka na vitisho vya nyuklia. Kwa mujibu wa MIVD, lengo la Urusi ni ushindi wa kijeshi wa moja kwa moja, bali ni kuleta mgawanyiko ndani ya NATO, kuchochea migogoro midogo ya kikanda na kutumia vitisho vya silaha za nyuklia kama kizuizi cha kisiasa. Ripoti inaonya kuwa mbinu hii inaweza kuwa hatari zaidi kuliko vita vya moja kwa moja, kwa sababu inalenga kuyumbisha mfumo wa maamuzi wa NATO badala ya kushambulia moja kwa moja. Ripoti inaeleza kuwa wakati Urusi inaendelea kupigana Ukraini, vita vya moja kwa moja dhidi ya NATO bado vinachukuliwa kuwa karibu haiwezekani. Hata hivyo, hali hii inaweza kubadilika haraka mara tu mapigano yatakapokoma. MIVD inasema kuwa vita vya Ukraini tayari vimekuwa sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa Moscow wa kubadilisha kabisa muundo wa usalama wa Ulaya. Licha ya vikwazo vya kiuchumi na hasara kubwa vitani, Urusi inaendelea kuongeza idadi ya wanajeshi, kuzalisha silaha kwa kiwango kikubwa na kuhifadhi akiba ya kijeshi ya muda mrefu, kwani takwimu za MIVD inaonyesha Urusi imepoteza zaidi ya wanajeshi milioni 1.2 tangu mwaka 2022, lakini bado inaendelea kupanua uwezo wake wa kijeshi kupitia uajiri upya na mafunzo ya haraka. Moja ya maeneo muhimu yaliyoibuliwa ni mabadiliko ya kiteknolojia. Jeshi la Urusi limepata uzoefu mkubwa wa vita vya kisasa, hasa katika matumizi ya drones za mashambulizi, vita vya kielektroniki na mifumo ya haraka ya maamuzi ya uwanja. Mazoezi ya kijeshi kama Zapad 2025 Military Exercise yaliyoonyesha maendeleo makubwa katika uratibu wa vita na matumizi ya mifumo ya kisasa. Ripoti inaeleza kuwa jeshi la Urusi sasa ni lililo kubwa zaidi na lenye ufanisi zaidi kuliko kabla ya vita vya Ukraine. Hata hivyo, MIVD pia inaonyesha mapungufu makubwa. Sekta ya anga ya Urusi imeathiriwa na vikwazo vya kimataifa, upungufu wa wataalamu na utegemezi wa teknolojia ya nje. Hii imesababisha Moscow kutegemea zaidi picha za satellite za kibiashara, ununuzi wa teknolojia kutoka nje na ushirikiano wa washirika wa Asia. Moja ya sehemu zinazotia wasiwasi zaidi ni kuongezeka kwa ushirikiano kati ya China na Urusi katika teknolojia ya kijeshi na anga. MIVD inaonya kuwa China inatoa msaada wa teknolojia ya satellite,
kuna ushirikiano wa cyber warfare na ubadilishanaji wa uzoefu wa kijeshi. Ripoti pia inaeleza kuwa China inatumia vita vya Ukraine kama maabara ya kujifunza kwa jeshi lake. Wachambuzi wa ujasusi wanatahadharisha kuwa dunia inaingia katika mashindano mapya ya silaha za nyuklia, matumizi ya AI katika maamuzi ya vita na ushindani wa cyber na anga. MIVD inaonya kuwa ukosefu wa udhibiti wa silaha na kuongezeka kwa nguvu za China kama taifa la tatu la nyuklia kutafanya mazingira ya kimataifa kuwa hatari zaidi kuliko enzi ya vita baridi. Kwa mujibu wa ripoti, mazingira ya sasa ya usalama yana sifa kuu tatu: ukosefu wa mfumo thabiti wa dunia, kupungua kwa mazungumzo ya silaha na ongezeko la teknolojia zisizotabirika. Hali hii inafanya hatari ya makosa ya kimkakati kuwa makubwa zaidi kuliko hapo awali. Ripoti ya MIVD inatoa picha ya dunia inayobadilika kwa kasi, ambapo vita si lazima iwe ya moja kwa moja ili kuwa hatari. Badala yake, ushindani wa kisiasa, teknolojia na ujasusi unazidi kuwa uwanja mkuu wa mapambano kwa NATO. Ujumbe ni wazi: tishio haliko tu kwenye mipaka, bali pia katika kasi ya mabadiliko ya dunia yenyewe. Endelea kufuatilia Shehena Media kwa habari za uhakika.